Sio walemavu, kujiamini bado ni tatizo kubwa. Na unapojiamini ndipo ambapo unaweza kuzidi kufanikiwa katika mambo yako. Kwa hiyo nimependa sana, na katika haya mafunzo muendelee kuwapa kujiamini. Kuandika CV. Mimi naweza kusema mtu ajui CV. Hakuna kitu kigumu kama kuandika CV. Watu pia hawajui hilo. Hakuna kitu kigumu kama kuandika CV. CV kawaida unaambiwa andike kurasa moja, mwisho miwili. Watu tunaandika mpaka kurasa 10. Na yote ni kwa sababu hatujui nini cha kuandika. Kwa hiyo kuandika kitu kifupi ni kigumu zaidi kuliko kuandika kitu kirefu. Kwa hiyo na CV nayo kama mmefundishwa hivyo nimefurahi sana, kwa sababu ni jambo zito kwa hakika. Nimeona mmefaidika, mmepata vifaa vya kukusaidieni katika vifaa saidizi vyenyewe wenyewe katika kujiendeleza kimumu, lakini pia vifaa vya kuendelezeni katika uwezeshaji wa kiuchumi. Nasikia wengine mnasema mna vifaa vya gesi, mna saluni, M-Pesa. Kwa kweli nashukuru sana. Yaani nimefurahi kujua kwamba kuna mambo yanafanyika. Nadhani mnajua au kama hamjui, kuna mikopo huwa inatolewa 2% kwa watu wenye ulemavu. Lakini mikopo hii inashindanishwa. Lazima uombe kupitia TAMISEMI. Kwa hiyo naomba hapa mkurugenzi wa ofisi yetu ya kazi, vijana, ajira na ulemavu washirikiane na TAMISEMI kuwashauri na kuwasaidia ili muweze kuomba mikopo hii ya 2%. Kwa jina naitwa Sabina Joseph Maheke, ni afisa mradi wa miradi ya uwezeshaji kiuchumi kutoka shirika la SAIDSEVA. Leo tuna vijana wawakilishi wachache ambao wamenufaika moja kwa moja kupitia mafunzo, lakini pia kupata vifaa saidizi na kuunganishwa na fursa za ajira. Kwa ujumla mradi umefikia wa vijana 387, 250 wakiwa vijana, ikiwa ni wakulima kutoka wilaya ya Mkalama. Vijana wapatao 79 ni vijana wenye ulemavu. Lakini pia mradi umeweza kuwaunganisha vijana wenye ulemavu ambao ni wahitimu kutoka vyuo mbalimbali katika kupata fursa za ajira mara baada tu ya kumaliza mafunzo chini ya mradi, ambapo mpaka sasa tuna vijana 5 ambao wamepata ajira katika sekta binafsi na sekta ya umma. Lakini pia tunao vijana ambao wao walichagua sekta ya kujiajiri, kwa maana ya kwamba ni wajasiriamali, ambao mpaka sasa tuna vijana 11. Naitwa Dora Abdalla Simon, ni afisa ustawi wa jamii kiongozi manispaa Singida. Namshukuru kwanza Mungu kwa kupata mradi ambao umeletwa serikali kwa kushirikiana na mdau SAIDSEVA. Mradi huu unahusika haswa na kuinua kiuchumi watu wenye ulemavu katika mkoa wetu wa Singida. Lakini kwa upande wa manispaa Singida imelenga zaidi kuinua upande wa ujasiriamali. Lakini wilaya ya Ikungi ya Mkalama imejikita sana kwenye masuala ya kilimo. Lakini huku kwetu ni ujasiriamali. Kwa hiyo walengwa ambao ni wanufaika watu wenye ulemavu walipata mafunzo ya kuwasaidia namna ambavyo wanaweza wakaanzisha biashara zao, jinsi ya kujiamini, jinsi hata ya kuandika CV kwa wale ambao wamesoma wanatafuta ajira, lakini namna ya kutunza fedha zao kwa kile kidogo ambacho wanacho ili waweze kuanzisha biashara ambazo zitawasaidia kuinua uchumi wao kwenye familia zao. Kwa jina naitwa Hamis Ayubu, ni mnufaika wa mradi wa SAIDSEVA ambao nilipata mafunzo ya ujasiriamali ambayo nimenufaika, yamenipanua kifikra na kwa uelewa. Nimeweza kufanya biashara yangu vizuri ya uuzaji wa gesi. Nilipata mafunzo haya nikiwa tayari nimeanza ujasiriamali, na baada ya kupata mafunzo kama imenipanua kiakili, nikaweza kuongeza idadi ya bidhaa ya gesi ambayo nauza. Kwa hiyo naishukuru serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, lakini pia kwa kushirikiana na SAIDSEVA kwa mradi huu ambao wametuletea watu wenye ulemavu. Tumeweza kuinuka kiuchumi na kujiamini na kuthubutu kufanya vile ambavyo tunaamini katika maisha.